Akina baba, nyie Mwenyezi Mungu ndio aliowajalia akawapa vibakio. Msiwabake watoto. Niwaombe watoto, watunzeni watoto, msiwabake hata mkiwaona. Wana ndoto zao kubwa, wana malengo, wana ndoto zao, wana safari yao na wao ya maisha. Kwa hiyo vibakio tuvitumie vyema kwa misingi iliyotakiwa, tusende tukawafanyia udhalilishaji watoto wetu. Kwa sababu mie Zawadi niliapa kwamba naahidi kuitumikia, kuilinda na kuitetea katiba ya Tanzania na Zanzibar. Niliahidi hivyo. Kwa kuwa niliapa nikaahidi, sitakuwa tayari kuona hivyo vitendo viendelea usoni pangu na mimi nikawa naviona. Tusijeni kamwe mtu ashafanya kesi akasema nenda kwa naibu huko ndatetewa, huko ndio hujako kandamizwa. Na mimi nikifuatilia kesi. Zamani nilipokuwa mwakilishi miaka 5 nilikuwa sipewi kesi. Sipewi hasa wala sizisikia hasa watu wafichana nsijue. Lakini kwa sababu nilikuwa mwakilishi, alipokuwa akinificha nilikuwa sioni hamu ya kuichukua kesi kwa sababu mkifuatilia kiundani ushahidi ikisha wababaishwa. Lakini kwa sasa nina rungu, sitakubali. Mzazi, kesi kama mtoto wako akithibitisha kabakwa, ukikaa ukipinga ushahidi, tutakuchukua, tutakutunza sehemu nzuri, tutakuweka ndani kabisa utulie mpaka ukubali kufuatana na sisi kutoa ushahidi. Kwa hiyo kesi nikijua, nikaijua, nsijue nikasikia, ndazangu ifuatia. Kwa sababu sasa ni haki, ni wajibu wangu. Nitaichimba, nitachukua mtoto, nitamuhifadhi, kuna nyumba zetu salama. Mtoto tukimweka mazingira salama, hata asema tu kila kitu. Kwa hiyo tutachukua mishahidi, tutakusanya, tutakwenda nazo kesi juu. Hata ukaenda ukatoa umuluku ama pesa ukaenda ukatoa bure, utakuwa unajipotezea muda. Hiyo kesi ikiwa ngumu ndio ishashinda, hiyo kesi ndio itakao kuwa nyepesi. Na kushanya dokumenti na taarifa, nashukuru tu kwamba wale watu wetu wa dawati wako vizuri na askari wale na wale watu wetu wa hospitali madaktari wapo vizuri. Wilaya yetu ya Micheweni mimi naishukuru wapo vizuri. Daktari akipima akisema ni kweli, hasemi uongo, ni kweli. Tukishapata taarifa kamilika, kesi iliyoshinda ndanazo tu taarifa kwa rais. Hasa ndamwambia kesi hii huyu kamfanya kweli. Ushahidi huu hapa. Tumfika mpaka hapa, lakini saizi kesi nkwama kituo fulani cha polisi. Haitaki toka maana pashatolewa pesa. Wenzangu masheha tuambiana, tuna tabia na desturi za kumaliza kesi zetu huku chini. Hizo kesi zisimalizwe. Sipelekeni huko, zifuate sheria. Huko mbele sikamalizikie mbele. Tuko pamoja, tuelewana? Vijana wangu nawapenda sana. Chama cha Mapinduzi wala kuwa na kadi ya CCM si sababu kama ukafanya jinai halafu usafirie Chama cha Mapinduzi. Hakuna hiyo. Chama cha Mapinduzi katiba yake akasema utu ni haki ya kila mtu, haki ya kuishi ni haki ya kila mtu. Kila mtu alinde na athamini utu wake na utu wa mwenzie, kuheshimiana, ndio katiba inavyosema. Sababu mama ni mlezi na kasema maneno mazito, lakini kuna mengine kaiyabakisha. Nasema je, nikumbushe ili kwamba ukoenda kwa itunga hiyo sheria ya kina baba watakaodhalilisha kina mama na kina mama watakaodhalilisha watoto na wabakaji, na sheria moja ikapangwe ya wao wenda ipanga. Msitutamanishe mwabakwa kwa kututamanisha. Twawabaka kwa kututamanisha. Mwatembea ushi kina mama, vaani nguo vizuri, mukapange sheria ya kwamba hatutaki kutembelewa uchi nchi hii. Mujistiri nyushi zenu, muangalie tutawabaka. Nshipi ukiutia kiambo hata kuwa ndudu komilita dona. Hatuwapi shina wakati muuchi. Ili usikubaki usikutamani, jistiri pasavyo. Basi itakuwa mambo mazuri, tutaishi vizuri, watoto wetu watasoma vizuri bila kutiwa mimba. Sawa?
Mwenyekiti mheshimiwa, sheria mwenazozipanga moja iwe ni hiyo ya kuulinda uchi. Hatutaki uchi. Niwaombe wale wote walio na wazee wao, walio na wazee wao wawapende, wawajali, wawathamini, kwa sababu wao ndio waliowahudumia. Wasiwatelekeze wazee. Kuna sheria itaanzishwa ya wazee, atakayenitelekeza mzee wake kuna sheria twende itunga, ili sasa aone mtu akimtelekeza mzazi wake atafanywa vipi. Lakini na wale mababa wasiwatelekeze akina mama, na sheria hiyo tunaenda kuianzisha kwa sababu tayari walishakuwa pamoja muda wote. Mababa tupendeni sana, mtulee. Tusie wanawake tuna udhaifu, tuna vitimbi vingi, tuvumilieni kwa vitimbi vyetu ili sote tuendeshe jahazi letu pamoja. Tulee watoto. Akina mama tuwapendeni mababa, tusiseme tutalaka. Usipende kusema neno talaka, kwa sababu talaka mwisho wa siku athari zake huwa ya muathiri mtoto. Nyie mshakuwa wakubwa, mwajitambua, mkiachana watoto ndo wanaozurura, mara leo kwa mama, kesho kwa baba, kwa bibi. Kwa hiyo mwisho wa siku apelekewe udhalilishaji. Niwaombe sana, dhana ya udhalilishaji imekuwa pana. Kila mtu sasa ashajua udhalilishaji ni nini. Udhalilishaji huko namna nyingi, lakini sote twajua. Kilichobakia ni kwamba Wazanzibari hatujataka sasa kuondosha udhalilishaji, hatujawa tayari kuuondosha. Pamoja na kuwa twaujua athari zake twazijua, lakini kuondoa hatujataka. Niwaombe sasa twendeni tukashirikiane tuondoe udhalilishaji. Udhalilishaji wafanywa kwenye familia zetu. Wajomba, wakaka, wandugu, majirani ndio wanaofanya udhalilishaji. Ukichunguza mtoto kaharibiwa nani? Mjomba wake. Kwa nini? Walikuwa wakilala chumba kimoja. Watu na tabia ya upendo, akija mgeni kutoka sehemu mbali twamkaribisha ndani, wamlaza na wanao. Yule akuharibia wanao akiondoka ashamharibu. Kwa hiyo tuweni makini sana kuhakikisha kwamba watoto wetu twafanyaje? Twawalinda.